Kipengele A tuliona yale yatupasayo kufahamu, yako mambo ambayo tulijifunza yanayotupasa sisi kuyafahamu kama watu tuliookoka. Na kipengele B pia tukajifunza kwa nini tuko hapa, yani watu wengi kwa nini tuko duniani. Sababu kuna watu pia pamoja na kwamba wameokoka lakini hawajui wako duniani kufanya kitu gani. Na lingine na C tukajifunza uko hapa kwa kusudi gani. Kuna watu wameokoka hawajui hata wameokoka ili wanaenda wapi, wanafanya nini, hata hawaelewi. Mtu tu anasema ameokoka lakini haelewi. Kwa hiyo tulijifunza katika kipengele C kwamba wewe uko hapa kwa kusudi gani, kwamba wewe uliletwa hapa duniani kwa kusudi gani, na kwa sababu umeokoka ndipo sasa unakuwa umefunguliwa ufahamu ya kufahamu kusudi la kuumbwa kwako. Sasa inapofika mahali mtu ameokoka na bado haelewi yeye ni nani, yuko hapa kwa sababu gani, basi kuna tatizo kwa mtu huyu. Mtu huyu yuko bado kwenye kifungo, na ndio maana ya somo hili la ukombozi, kwamba mtu wa namna hii anahitaji kufunguliwa, anahitaji kukombolewa. Maana katika Yohana, Lazaro rafiki yake Yesu alipokufa, wakati Yesu alikuja kumfufua, alimfufua. Lakini alipomfufua alikuwa bado amefungwa sanda, zile nguo wanazoshwaga nazo alikuwa bado amefungwa hizo. Ni sasa hivi watu wanavalishwa suti, lakini wakati hizo walikuwa mtu unafungwa kabisa, unazingirwa kabisa kama vile bandage ndio unafungwa naye. Kwa hiyo akawa amefungiwa na zile, lakini Yesu hakumfungua ile shuka sanda ambaye alikuwa amefunikwa nayo, ila aliwaambia watu wamfungue ili apate kwenda sasa. Kwa maana mtu anaweza kuwa amefufuliwa ama ameokolewa kutoka kwenye dhambi, lakini bado yuko kwenye vifungo ambavyo vinakuwa vimemfunga. Somo hili ni la muhimu sana. Hapa niko kwenye utangulizi, bado tutafika mahali tutaingia ndani sana ya kuweza kufahamu kwa undani. Kwa hiyo Lazaro alifunguliwa sanda, akaondoka, akaweza kutembea. Kwa sababu ile sanda mtu anapofungwa, amefungwa mikono, amefungwa miguu, kwa hiyo hata kuinuka hawezi. Yuko macho lakini amelala pale chini. Na hao watu wengi wako hivyo waliookoka. Wako macho kwa sababu ameokoka, lakini hana uwezo wa kuinuka pale alipolala aweze kutembea. Hana uwezo wa kunyosha mkono na kugusa kitu. Hana uwezo wa kufanya hata kusema, kwa sababu anapokuwa amebanwa hivi hana uwezo wa kusema. Na hii ndio inaonyesha kabisa kwamba watu wengi waliokoka bado wako kwenye vifungo. Na wao watu wengi wanafikiri ya kwamba mtu anapopatiwa maombezi, hilo tuliangalia mwanzo kabisa. Mtu anapofanyiwa maombezi, naeleza haya kwa faida ya wale ambao hawapo tukianza hili somo ili tuweze kwenda pamoja. Watu wengi waliokoka wamedhania kwamba ndio wamekuwa wepesi, mtu akisikia tu nini kuombea kitu gani, huyo anakimbia mbele kwenda kuombea. Sema usije mbele kuja kuombea. Lakini nataka kuambia tofauti iliyoko kati ya maombezi na ukombozi. Maombezi ni kitu chengine kabisa na ukombozi ni kitu chengine kabisa. Kwa hiyo tunachojifunza hapa, tunajifunza lile kusudi la Yesu. Yaani kwa nini Yesu alikuja duniani? Alikuja kufanya nini? Hichi ndicho tunachojifunza. Kwamba Yesu alikuja kukomboa uumbaji wake Mungu. Sasa anaukomboa dhidi ya nini? Ndio tunajifunza sasa. Sasa ndio tunaona kwamba Yesu, watu wameokoka lakini wengine bado wako katika vifungo, na katika vifungo hivyo havihitaji maombezi. Kwa sababu kama vingekuwa vinahitaji maombezi, yaani kwa jinsi watu walivyookoka wanapokimbilia maombezi, kusingekuwa na mtu leo hii anaenda kwenye maombezi. Lakini kwa sababu watu ni wale kila siku bado wanaenda, ina maana kwamba kuna kitu hakijaguswa kwenye maisha yao. Watu hawa bado wamejifunga sanda. Na kama wamefungwa sanda, ina maana kwamba hata akaombewa
Yesu anarudi hataweza kufunguliwa, kwa sababu tunapozungumza habari ya ukombozi tunazungumza habari za mtu kufunguliwa kutoka kwenye kifungo ama vifungo alivyokuwa amefungwa na shetani, na vifungo vile vinamzuia mtu yule sasa kuwa yeye yule aliyekusudiwa kuwa, ama vinamzuia mtu huyu kuwa yeye yule aliyeumbwa na kuzaliwa kuwa. Kwa hiyo unakuta kwamba mtu anakuwepo tu kama vile alikuwa kama vile mzuka fulani, lakini ubinadamu wake unakuwa haupo. Anakuwa mtu tu, lakini ubinadamu wake unakuwa haupo. Sababu ubinadamu wa mtu unarudi wakati mtu amefunguliwa. Ule ubinadamu unarudi ndio unampatia mtu, yani mtu anakuwa kwenye senses, yani kwenye senses ni kitu gani? Ufahamu wake unarudi kuweza kutambua na kuelewa. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu wakati Adamu na Hawa walipoamua kula kumsikiliza shetani mpaka wakala lile tunda ambalo walikatazwa wasile, waliondolewa ufahamu. Tumejifunza sana hiyo katika somo hili la majeraha. Waliondolewa ufahamu, na kwa lugha nyepesi nakumbuka wale waliokuwa nilisema kwamba ndipo waliporogwa. Ukisikia maana ya kurogwa ni kuingizwa kwenye kifungo. Kwa hiyo watu hawa ama Adamu na Hawa wakaondolewa ule ubinadamu wao. Ubinadamu ulipoondolewa wakabaki kuwa tu watu, ambapo ule ufahamu ambaye Mungu alikuwa ameweka ndani yao, ambao kwa ufahamu wao huo ungewawezesha kutambua wao ni nani na kusudi la kuumbwa kwao, ambayo ndio hii tumepita tukiangalia, ukawa umeondolewa. Kwa nini? Kwa sababu walimsikiliza shetani. Sasa watu wanaingizwa kwenye vifungo kupitia njia nyingi na mambo mengi sana. Sasa kuna wengine wanakuwa wameingizwa kupitia kifamilia kule, hayo tutakuja kujifunza huko mbele. Kuna wengine wanakuwa wameingizwa kwenye vifungo kwa sababu yeye mwenyewe ndio ameenda kajiingiza kule, nao tutajifunza kule mbele, sitayataja. Unakuta mtu kwa sababu ya uzembe wa kimaisha anaingizwa kwenye kifungo, mwenyewe anaenda kujiuza. Anajiuza kwa shetani kwa sababu labda ya ugumu wa maisha ama uzembe katika maisha, ama katika kurubuniwa kiurafiki na watu, marafiki wabaya. Mtu unaweza kuwa na rafiki akakurubuni. Kwa mfano, unaweza kuwa na rafiki labda wewe huna kazi ama maisha yako yako katika ugumu fulani, alafu yule rafiki akakwambia sasa mnazungumza, ama una shida kwenye ndoa yako ama una matatizo tu ya aina, alafu yule rafiki akakwambia sasa wewe unateseka kwa sababu wewe kuna mganga mahali fulani, twende nikupeleke atakutengenezea mambo yako atakuwa vizuri. Sasa unaikuta kwamba umerubuniwa, na unaporubuniwa ukaenda pale, ukienda kwa mganga kuna mambo mawili huwa yanafanyika pale, ambalo moja linahitaji maombezi na lingine linahitaji ukombozi. Ukienda kwa mganga huwezi kutoka tu hapo hivyo hivyo, hapana, kwa sababu unapoenda kwa mganga ni kwamba umeenda kujiingiza, umeingia agano na shetani. Sasa lile agano unalokuwa umeingia haliondoki bila ukombozi, ila yale ambayo uliyoyaendea, si ni matatizo yako yalikuipeleka pale, yale ndio yanahitaji maombezi. Maana sifa sana. Sasa unaweza ukaona kwamba tunapojifunza somo la ukombozi ni somo ambalo hili ndio limebeba utu wa mtu, huo ubinadamu. Kwamba ili ubinadamu wa mtu uweze kurudi, lazima hili somo ni muhimu, niseme tu hivi. Kiweza kufanikiwa ukahudhuria siku za Jumapili kwa somo hili mpaka tunapomaliza, maana sisi tutamaliza mwezi gani? Mpaka tutakapomaliza, basi nafikiri neema ya Mungu itakuwa imekutosha. Kwa sababu mimi somo hili utaenda kwa katikati, unaenda kufunguliwa. Kwa sababu tutafika mahali sasa, bado nafundisha, tutafika mahali kwamba tunaingia kwenye vipengele na kuyafanyia maombi. Tunaingia kipengele na kuyafanyia. Sasa yale maombi yanakuwa ndio maombi ya kufunguliwa kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwako unafunguliwa. Mimi siwezi kuambia njoo hapo mbele kufanyia maombezi. Lazima moyo wako kwanza utiwe ufahamu. Kwa sababu unafanya maombezi mbele unarudi kule kwenye kifungo. Unafanya maombezi mbele unarudi kule kwenye kifungo kwa sababu hujatambua kitu gani kimekufunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunajifunza hili na ni somo muhimu sana, kwa sababu baada ya somo hili naamini kwamba watu wengi watakuwa maisha yao yamebadilika na ufahamu wao umefunguka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiangalia nilikuwa najaribu kueleza yale yaliyopita ili wale ambao maana ni wengi sana mko hapa kuanza na hii.
Kwa hiyo tuliona kwenye C uko hapa kwa ajili ya nini, kwa kusudi gani wewe umeumbwa, ambayo sasa shetani anapomkamata mtu na kumuingiza kwenye kifungo, huwa hakuingizi kwenye kifungo kwa sababu nyingine, ama mpaka uingie kwenye kifungo, ina maana kusudi la kuumbwa kwako limeibiwa, ndio unaingizwa kwenye kifungo, kwa sababu ndicho kilichofanyika kwa Adamu. Lile kusudi la kuumbwa kwao walipokubali kumsikiliza shetani na yaani kukubaliana naye, shetani akachukua lile kusudi la kuumbwa kwao, kwa hiyo wakabaki kama walivyo. Kwa hiyo ndio unakuta kwamba sasa yale maisha yao walioishi nayo walikuwa wanaishi sasa kwenye laana ile takwa. Nikwambie kwamba wewe unapokuwa katika hali hiyo, haihitaji Mungu kusema laana kwako, ni kwamba unatembea kwenye ile laana ambayo Mungu alishaitoa tokea kitabu cha Mwanzo sura ya 3. Ndio kama tuko pamoja, kwamba automatically yani huhitaji, Mungu hahitaji kusema tena. Na wale ambao nawafundisha siku zote mnaelewa, nawaambia kwamba Mungu hakurupuki. Na hakuna jambo jipya ambalo Mungu anafanya. Alisa seti mitambo yake yote imekaa tayari. Ni kwamba wewe unapokanyaga mahali hapo unakutana na ile system ya laana hiyo, basi unaidaka. Ukitembea ukikanyaga hapa vizuri, unakutana na ile system ya baraka inakuingia. Ndio maana mimi siku zote nafundisha nasema, sijaelewa, hakuna mahali utaenda kuzunguka wewe ili upokee baraka. Ninakueleza. Na ndio maana watu wengi katika kuzurura kwao hakuna kitu wanachopokea kutoka kwa Mungu, bali wanapokea vile ambavyo vimetoka kuzimu. Kwa sababu mimi system ya Mungu aliyonifundisha nayo ijua ni system ambayo ilishaundwa vizuri tayari, kwamba imekaa pale, ashasema, ashatamka, hakuna jipya na hakuna Biblia mpya na hakuna neno jipya linalokula kuja. Lishasetiwa kila kitu, ni wewe na mimi kuingia pale mahali ili ile system iwe hai kwangu na ikatende kazi. Kwa hiyo watu wengi, hata mtu anasema natafuta baraka, hakuna mahali utazipata hizo baraka. Nikwambie, kuna mahali ukikaa vizuri, hiyo baraka itakuwa. Ukishakaa kwenye ile system, baraka zilishaamriwa tangu mwanzo, kwamba mtu ukimwona mtu amekaa hapa, ukimwona mtu amefanya hili, mfuate. Anaweza kuweza? Mungu alishaamuru hilo. Kwa hiyo baraka zile za kufuata wewe, huna haja kwenda kuzifuata. Sasa inapotokea leo kanisa linafukuzana na baraka zao, watu wamepotea. Mimi wala sikufichi, watu wamepotea pamoja na kwamba uko ndani ya wokovu. Ufahamu wao bado wamefungwa sana. Na maana tunajifunza somo hili ili uweze kufungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka hapo naamini umepata kitu cha kuweza kusaidia. Kwa hiyo shetani anakuwa ameiba lile kusudi la kuumba kwako. Akishaliiba lile, basi anajua kabisa hahitaji kufanya kitu kingine tena kwako, maana ameshakuondoa kwenye ile system. Na anajua kabisa akikuondoa kwenye ile system nini kitafanyika kwako, kwa sababu na yeye alipoondoka kwenye system anajua nini kilifanyika kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anajua kabisa kwamba huyu sina shida tena kumfuata. Nisikilize nikwambie, ndio maana shetani anafuatilia mtu aliyekaa ndani ya Kristo sawa. Huyo ndio utaona shetani anapoteza muda wake, gharama zake zote kumfuatilia. Atatumia watu, atatumia gharama zao zozote. Anaweza akamtoa mtu Ulaya akamleta hapa kuja kuniangusha mimi. Hiyo ni gharama anakuwa ameitumia bila kujali. Lakini anachotafuta pale ni nini? Kuondoa ama kuharibu kusudi la kuumba kwao. Kwa sababu anajua kwamba nikigusa hapo huyu amekwisha. Na akimalizana, akishafanya kwa akimaliza anaenda zake, hana shughuli na wewe. Hana, anakuacha hapo ukihangaika. Na watu wengi waliokoka wako hapo. Haleluya. So tuliona hiyo si na hii, tukaona tukajifunza kuhusu nini maana ya kuokoka. Nini maana ya kuokoka? Nini maana ya kuokoka? Sasa tulijifunza kuhusu nini maana ya wokovu. Sasa sijui ni kwenye kipengele gani, sijui kilikuwa huko ndani. Nini maana ya kuokoka? Tulijifunza kwamba kuna mtu aliyeokoka anapaswa afahamu vitu viwili. Nini maana ya wokovu aliyopokea, na nini maana ya kuokoka. Kwa sababu wokovu uliletewa. Kuokoka kwako sasa ni kupokea ule wokovu uliopewa. Kwa maana sasa vitu hivi lazima mtu uvielewe. Kushindwa kuelewa wokovu kunamfanya mtu asithamini ile wokovu ama ile zawadi
ama ile amana ambayo tuliopewa. Na hii ndio maana unaona watu wengi wanacheza na wokovu. Kwa sababu gani? Hawajajua maana ya wokovu ni kitu gani. Kwamba ile thamani ya wokovu haipo kwao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kutambua ama kufahamu maana ya wokovu ni jambo moja, na kufahamu ama kutambua maana ya kuokoka ni jambo la pili. Kwa sababu ukivifahamu vyote hivyo viwili, basi utatendea haki wokovu uliopokea na utatendea haki kuokoka kwako. Sasa watu waliokoka hawatendei haki kuokoka kwao. Ndio maana thamani, ile value, unajua mtu anapokuwa amepokea wokovu, maana yake ni kwamba amepanda thamani. Amepandishwa thamani. Umeingizwa katika hatua nyingine ile ya kusudi lake Mungu la kukuumba. Kwamba umerudishwa pale. Wale wamejifunza somo la majeraha wamekuwa na mimi nimeelezea hiyo. Unakuwa umerudishwa pale mwanzo ambapo kwenye ule mpango wa Mungu juu ya kuumba mwanadamu ambapo ulipoteza. Ndio Yesu alikuja kurudisha. Kwa hiyo wewe, kitendo cha wewe tu kupokea ule wokovu ni kwamba moja kwa moja, ndio nakwambia system ile imeshasetiwa. Hakuna mambo mengi. Moja, hata ukisema mtu akikuongoza sala tu akwambia sema tu Bwana Yesu, nilikuwa mwenye dhambi, sasa nimetubu, naomba ukanipokee kwa jina la Yesu. Hiyo inatosha. Unahamishwa pale na kuingizwa kwenye lile kusudi la kuumbwa na Mungu kukuumba, ambayo ndio unaingizwa kwenye kusudi la kuumbwa. Na ukishaingizwa pale ni kwamba umeondoka katika mfumo wa kimaisha ambao ulikuwa unaishi hapa duniani. Unakuwa umeingizwa sasa kwenye mfumo wa maisha ya kiungu ambayo Mungu ndo alikuwa amekusudia wanadamu aishi. Mimi sijui kama nasema na mtu hapa ananisikiliza. Ndio uweze kuelewa kwamba wokovu sio dini. Sanena dini zenu mnazojivunia nazo. Hakuna wokovu wokovu ni historia nyingine kabisa ambayo inapita fahamu za kibinadamu na inapita fahamu za kidini. Na ukiweza kutambua hilo, wewe tulikuwa Jumamosi pale nilisema nikasema mission sio dhehebu, iko juu ya dhehebu. Ndio maana inafanya kazi na dhehebu. Kwa nini? Kwa sababu tumetambua kusudi. Bwana Yesu asifiwe. Tumetambua kusudi na tunaishi na. Sasa Mika, mbona sasa nikija huku inapiga kelele? Sasa kwa kutambua hilo sasa, yaani ukiweza sasa kuthamini ule, ukitambua wokovu uliopokea ni nini, utathamini ule wokovu. Na ukithamini ule wokovu utakaa sawa sawa na Mungu. Kwa sababu utakaa kwenye ile nafasi vizuri. Si unaona haya mambo yanaenda kirahisi sana. Mtu mimi sikwambii ndio tunaomba, tunakesha, tunaomba, tunafanya, lakini sikwambii ili ukipata hilo njoo kae hapa uelewe. Msio mkamfukuzana na shetani mpaka mfunguni. Sikwambii hilo. Kwa sababu ninajua kabisa ili wewe uweze kukaa kwenye nafasi yako, jambo hilo liko chini ya uwezo wako. Unaliweza kulifanya. Ni kwa sababu labda ulikuwa hujui. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo naingiza ile knowledge, ufahamu ndani yako ili wewe ukatendee kazi. Na ukitendea kazi hautahitaji kuhangaika na jambo lolote. Mimi ni shahidi. Hautahitaji kuhangaika na jambo lolote kwa sababu utakuwa umerudi kwenye ule mpango wa Mungu wa kusudi la yeye kukuumba. Hiyo ndio maana ya wokovu. Kwa hiyo mtu asikudanganye kwamba wokovu sio kitu gani, nakwambia sio ukikaa hapa ndio utaenda mbinguni. Huo ni uongo. Maana na mimi nilishaambiwa hivyo. Kuna mahali nilikuwa nikaambiwa kwamba ukiwa hapa ndio utaenda mbinguni. Uongo. Tena usiokuwa na PO box. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ndio unaweza kusababisha ukaenda mbinguni, na wewe ndio unasababisha usiende mbinguni. Pale utakapofanya maamuzi ya kuweza kutambua nini ambacho umekipokea na ukakithamini na kukitendea kazi, utatendea haki ule wokovu. Na maana kutendea haki wokovu maana yake ni nini? Ni kukaa na kuyatenda mapenzi ya Mungu. Ambaye wengi watu waliookoka wanashindwa. Ni vitu virahisi sana. Vinajumlishika. Unaweza ukajumlisha, unaweza ukaongeza na ukapata jawabu. Lakini kwa sababu ya kufungwa ndio maana tunajifunza ukombozi. Nimeeleza hiyo yote kwa sababu kuweza kukuleta uweze kuelewa kwa nini tunajifunza somo hili. Tunajifunza somo hili kwa sababu kuna vitu ambavyo watu hawavifahamu. Na watu wengi wamefikiri kwamba tukisema tunajifunza ukombozi, mtu anafurahi anasema, sasa nitajua leo ni roga nani? Nitajua sasa laana za kule kwa wazazi wangu na nini tuweze kuziondoa. Kabla sijakupeleka kule nataka moyo wako uingie fahamu. Ili ukiingia ufahamu, baada hata wale utapambana naye, utawasamehe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yale yote yaliyofanyika pale, utakuwa na uwezo wa kukaa mbali naye. Na sio wewe utakayefanya hayo, bali Bwana atakutendea kwa sababu umefanya maamuzi. Haleluya. Kwa hiyo kuna maana kujua wokovu na kujua kuokoka. Nafikiri nimeelezea kwa haraka. Hiyo ilikuwa ni E, ambapo sasa tuko kwenye kipengele F.
ambayo tunajifunza mamlaka ya nafsi, kwamba ili uweze kuyafahamu hayo na kuweza kukaa ndani ya wokovu vizuri, yani kwa maana kutendea haki wokovu, mamlaka ya nafsi yako ama na mamlaka ya nafsi ya mwanadamu yapashwa iwe hai. Kwa hiyo hapo kwenye kipengele hicho ndicho ambacho tumekuepo, tukasema mamlaka hiyo ya nafsi yangu yapashwa iwe hai, ndipo tutakapoweza sasa kusimamia ile amri ya Mungu kwa maana ya kuyatenda mapenzi yake na kukaa kutii sheria zake kwa maana ya kuishi sawa sawa na yale Mungu aliyoyakusudia katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hayo tuliangalia na tukasema unahitaji mtu uwe na nidhamu ili uweze kuyafanya. Yani mamlaka ya nafsi yako inatakiwa iwe hai, na ya pili itende kazi, na ya tatu iwe na nidhamu. Hivyo vitu vitatu ndio utaweza. Sio leo unabadilika hivi mara kesho unabadilika, mara leo uko hivi kesho uko hivi. Na watu wengi waliokoka wako hivi. Na ndio sasa hivi unakuta kwamba watu wengi waliokoka wamekuwa sio waaminifu, hawaaminiki katika jambo lolote. Tena afadhali hata watu ambao hawajaokoka wanaweza wakaaminika, maneno yao yakawa amina, kuliko sisi tuliookoka. Ni maana yake inaonyesha kabisa kwamba mamlaka ya kwenye nafsi zetu haifanyi kazi, imekufa, imeibiwa ama imeharibiwa. Na kama mamlaka ya nafsi yako haifanyi kazi, ina maana ni vigumu sana yale tuliyojifunza, yale nilikuwa nawaambia, kutambua ama kutendea kazi wokovu, kutendea kazi kuokoka kwako, kama kutendea haki, kutendea kazi kusudi la kuumbwa kwako, kutambua kwa nini uko hapa, ili sasa uweze kutenda sawa na mapenzi ya Mungu, na mambo mengineo hayawezi kufanyika kwako. Utabaki kwenye maisha ya kurukaruka katika maisha yako ya kiroho na hata maisha yako ya kimwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tambua, leo huyu bebe, huyu yuko hivi, huyu yuko hivi, na wewe utakimbizana na kila kitu. Lakini nataka nikwambie kote huko, sasa sijawaambia msiende, nataka nendeni. Lakini nataka kuambia kwa mimi nawafundisha, kwa sababu kazi niliyopewa mimi ni ya kuwaleta watu kwa Kristo, kwa maana ya kwamba kulirudisha kanisa kwenye nafasi yake. Na kwa sababu kwa mfumo huo ni kwamba kanisa limepotea, kanisa halifai, kanisa limeshaondoka kwenye nafasi yake. Kwa hiyo kwa maana hiyo sasa inabidi tuweze nafasi zetu, na somo hili linatusaidia sisi kuweza kurudi katika nafasi zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuko hapa kwenye F ambapo tunaona mamlaka ya kwenye nafsi yetu inafanyaje kazi. Kwa hiyo katika haya ambayo tuliangalia mambo matatu, kwamba iwe hai, itende kazi na iwe na nidhamu, ni ili kuweza kutenda sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Kwa sababu mamlaka ya nafsi yako ikiwa na nidhamu, unajua nafsi ndio ina control mwili. Sasa mamlaka ya nafsi yako ikiwa na nidhamu, utaweza kuudhibiti mwili. Na ndio kama unakumbuka wale tulikuwa tunajifunza somo la majeraha, nikasema kwamba watu wanasema kwamba haiwezekani sijui nini, na watu wengine wameokoka na wengine watumishi wa Mungu hawana akili kabisa. Wanasema ni kwamba haiwezekani, sisi ni wanadamu, ni kitu gani? Mimi nikasema inawezekana kuishi bila dhambi. Inawezekana. Kwa sababu kinyume na hapo Yesu hakuwa na sababu ya kufa. Hakuwa na sababu ya kufa. Sema katika hali ya ubinadamu wetu kuna kuteleza, kuna kuanguka. Biblia inasema katika Mithali, mtu mwenye haki huanguka hata mara 7 na akainuka tena. Maana yake nini? Kuna mahali utajikuta umekamatwa kabla wewe hujajua nini kinaendelea, unajikuta umeshateleza au unajikuta ulishaanguka. Lakini una haraka sana unarudi, unafanya nini? Unatengeneza na unasonga mbele. Inapofika mahali unaishi hayo ya kwenye utelezi wako, unayaishi hayo ya kwenye anguko lako, ina maana kwamba kuna shida ndani yako, na watu wengi waliokoka wanayaishi hayo. Ndio maana imegeuka ama hayo yamegeuka kuwa tabia kwa watu waliokoka. Na ndio maana wokovu umekosa adabu sasa hivi. Yaani sasa ndio kusema umeokoka, badili ya ile heshima ionekane kwa mtu aliyeokoka, hata yani mahali kile anasema nimeokoka, mtu anasema huyu ndo anafaa. Kwa sababu watu waliokoka ni waaminifu. Sasa hivi ukisema umeokoka lazima kwanza wao ni wavivu, hawapendi kufanya kazi, tena hata wenyewe sio matapeli siku hizi. Kwa nini? Wameona mpaka sisi watumishi kwa madhabahu tunaibia watu. Na wakati mwingine hata yeye alishaibiwa. Kwa hiyo anasema waliokoka hawafai. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya mamlaka ya nafsi imekosa nidhamu. Kwa hiyo mwili umeshindwa kudhibitiwa. Na mwili ukishindwa kudhibitiwa, basi mwili huingia na kutenda yale ambayo yasiyostahili ama yasiyofaa, na wewe ukayahalalisha. Kwa sababu ile nafsi yako ile nguvu, mamlaka kwenye nafsi yako imekosa nguvu, kwa maana haina uhai ndani yake, haitendi kazi na haina nidhamu. Nafsi hiyo ya kwako itaidhinisha yale matendo maovu ya mwili wako.
Kwamba wakati mwili utakapokuwa unafanya yasiyofaa, inakuwa imeidhinishwa na kwenye nafsi yako. Kwa sababu mwili anatenda kazi katika amri ya nafsi. Na ndio maana tunajifunza kuhusu mamlaka, kwamba nafsi ndio imebeba mamlaka ya mtu kwa maana ya mwili na ya rohoni. Kwamba rohoni unapokuwa mzembe kwenye masuala ya Mungu, unaposhindwa, sio hii tumefundishwa asubuhi, watu tumekuwa wazembe hatusomi Biblia. Kwanza wewe mwalimu wetu wa Sunday school leo, wewe tutengenezee mazingira kila Jumapili tukija hapa kila mtu aseme mstari kabla tujaanza Sunday school. Tuseme mstari. Mlikuwa mnafanya watoto, anza na sisi wakubwa kabla hujaanza na watoto. Kila mmoja aseme mstari. Alafu mwanze kuchelewa kuja kwa sababu ya kukimbia mstari. Baada ya Sunday school ndio tuambie mstari ili wao wameshafika wote. Ama tukiona wanachelewa zaidi baada ya ibada kuu. Baada ya sifa sana. Ili tujifunze. Baada ya sifa sana. Sisi tunataka kufika jamani. Sasa wakati ambapo mamlaka yako ya nafsi imezorota kwa misingi ambayo tumejifunza, hata masuala ya kiroho huwa yanakufa, yanalegea, yanakosa nguvu. Ndio maana leo unaweza kaamua tu kwa hapo nyumbani umekaa na unasema sasa ibada imefika lakini nasikia nimechoka kaka. Ngoja mtu akwambie sasa hiyo njoo sasa na ila hapa utaenda bila shati. Bila viatu utaondoka utaenda. Sijui tuko pamoja. Kweli si kweli? Sasa Biblia inawaingiza kule ndani ili uweze kuelewa kwa nini hayo ya nje yanaonekana. Kwamba ukiona kitu kama hicho kinaonekana, anza kushughulikia nafsi yako, ile mamlaka kwenye nafsi yako. Unajua hapa kuna shida, ndio maana haya yanatokea. Kwa hiyo unashughulika na hilo. Sasa ndio hiyo nakwambia tofauti ya maombezi na nini. Wewe ukija kwangu kaniambia kwamba au ukienda kwa mtumishi au whatever, ukamwambia kwamba mimi bwana, naona kama vile sina nguvu za kiroho. Nilikuwa nasoma Biblia lakini siku hizi sisomi. Na fanya hivi na hivi nimekuliko na najikuta kwamba nimesongwa na mambo mengi, atakuwekea mkono akuombee, lakini lile limegusa mamlaka ndani yako. Sasa bila kuchimbua hilo jambo, mtu yule utaenda utajikuta ni kama vile wale mapepo wamechapwa pap pap pap, wakakimbia wakatoka wakakaa, ukaona hali fulani nzuri, alafu wanaanza tena kurudi pole pole, wanaanza kurudi pole pole, wanaanza kurudi pole, kwa sababu mzizi bado upo haujaondolewa. Dakika wameingia. Baada ya mwezi mmoja wewe ni yule. Mnataka sifa sana. Si mmeshaiona hali ya namna hiyo? Kwa hiyo mimi nawafundisha kwamba kule ndani kuna shida. Sasa sisi tunataka tung'oe mzizi. Amina. Ili ukiwa mzuri kwa Mungu uwe mzuri kikweli. Haleluya. Kwa hiyo hivyo ndio unaona kwa maisha kiroho pia, mbali na kimwili mwili kuwa kuzorota na kushindwa kufanya Mungu, hata ya rohoni pia, kwa maana kwenye maombi utashindwa. Chochote kinachohusu ulimwengu wa roho kwako kutakuwa ni giza kabisa. Na ndio maana siku zote mnasikia nikifundisha nasema kuna mambo hayahitaji hata maombi. Kwamba useme kwamba unaingia kwamba unafunga na kuomba ili Mungu uweze kunionyesha. Niliwaambia jinsi ambavyo niliona TV ikifunguka, TV ya rohoni, mpaka naona mtu amekaa pale. Nikashangaa. Sasa unaanza kumwambia Mungu, naomba nifungue macho ya rohoni, nifungue macho ya rohoni. Haifunguliwi. Haiwezi kufunguliwa kwa sababu kuna maeneo yanatakiwa yatengenezwe yakae vizuri. Yakishakaa vizuri, hata usipoomba utafunguliwa macho. Kwa sababu ili macho haya yafunguliwe, kuna jinsi unatakiwa uwe. Sasa hata ukiomba na haujakuwa vile, haisaidii. Anaweza asifiwe sana. Amen. Ni sawa sana mtu ana uwezo wa kufanya kazi lakini hana ujuzi wa kufanya kazi hiyo na hajasomea. Pamoja na kwamba ana uwezo wa kufanya hiyo kazi, lakini kuna siku anaweza akakoma na akaharibu. Kwa sababu knowledge, maarifa inayotokana na elimu ambayo ulioipata itakusaidia kujua hata likitokea tatizo utafanyaje. Anaweza asifiwe sana. Ndio hii inakupa sasa ni knowledge. Kwa sababu unapoona hali fulani inatokea, wewe unaweza ukaishughulikia namna gani. Hauhitaji hata kukimbia, unahitaji hata kutafuta. Unahitaji hata kuja kutafuta mtumishi wa Mungu, si mchungaji kwamba niombea. Unajua tu kwamba eneo hili lina shida. Wewe unaingia tu kona yako nyumbani, unaomba, biashara inaishia pale. Kwa sababu Mungu anasikia maombi ya mtu aliyedhamiria katika nia ya ndani. Haleluya. Lakini ndio sisi tuomba kila siku bila kudhamiria, na shetani anatuweza hapa. Kwa hiyo ichukue hiyo siri uweze kujua nini kufanya. Kwa hiyo mamlaka ya nafsi ndio tuko hapa tunajifunza. Haya tuliangalia wiki ile iliyopita na tulifika mahali ambapo tulifika hapa mahali ya kwamba uhai wa mamlaka ya nafsi ni kiapo cha mtu katika matamshi
mawazo na nia ya moyo. Uhai wa mamlaka ya nafsi ya mtu ni kiapo cha mtu katika matamshi, mawazo yake na nia ya moyo wake. Kwa maana kwamba wakati ambapo ile mamlaka ya kwenye nafsi yako iko hai, mawazo ya moyo wako ama ufahamu wa akili yako katika mawazo yaliyobebwa na ile nia ya moyo wako na matamshi ya kinywa chako yataenda katika mfumo mmoja. Na ndiyo pale mahali mtu atafikia mahali akisema ndio amemaanisha ndio, na akisema hapana anakuwa amemaanisha hapana. Kwa nini? Kwa sababu ndicho kilicho kwenye mawazo yake na ndicho kilichoko kwenye nia ya moyo wake kwamba hii ni hapana, na ndicho kilichoko kwenye matamshi yake yanayotoka. Kwa maana mtu huyu anakuwa hapingani na yeye mwenyewe. Lakini inapofika mahali uhai ukakosekana kwenye mamlaka ya nafsi ya mtu, mawazo yake kwanza yatakuwa yako njia panda. Sijui nafaa, sijui haifai. Huyu ananiambia sijui nafaa, sijui haifai. Alafu anajifanya ndio kuingia kwenye maombi akimsingizia Gideoni, pia alimwambia Mungu anionyeshe ishara. Ndio anafanya ingia kwenye maombi, Mungu nionyeshe. Kama ni wewe nionyeshe ishara. Kama sio wewe tengeneza mamlaka ya nafsi yako ikae sawa sawa. Mungu ameweka uwezo ndani ya mwanadamu wa maamuzi. Hicho kipengele hata usimsingizie Mungu maana hakimuhusu. Hawezi kuingilia maamuzi ya mwanadamu, kwa sababu wakati akimuumba mwanadamu aliweka utashi ndani yake, na huo utashi ndio unamwekea mtu kufanya maamuzi. Nini chema, nini kibaya? Utashi huo ulipoharibiwa na shetani wakati alipomwendea Hawa, ndiposa uwezo uliowekwa ndani, yani uwezo wa kufikiri, uwezo wa kutamka, uwezo wa kutenda uliokuwa umewekwa ndani ya mwanadamu huyu Adamu na Hawa uliisha, ukakosa nguvu, kwa maana ile mamlaka ilikuwa imeharibiwa. Na ndio maana wakafika mahali, ukisikiliza ile mazungumzo kwenye ile Mwanzo sura ya 3, wakati wakizungumza shetani na Hawa, utaona mazungumzo ya Hawa ni ya mtu aliyekosa maamuzi, ni ya mtu aliye njia ya panda, kwa sababu alikuwa amefika kwenye hatua ambayo hajui tena kama kila kilichokisikia kwa Mungu na kwa mimi. Kwa nini nasema Hawa alisikia? Kwa sababu wakati Mungu anasema na mtu akimpa agizo, mwanamke alikuwa ndani ya mtu. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26, 27, 28 anaeleza namna gani Mungu alimuumba. Anasema natufanye mtu, natuumbe mtu sote, natuumbe mtu kwa sura na kwa mfano wetu. Naye aliwaumba mwanamume na mwanamke. Na ndio maana mwanamke yule aliyekuwa ndani ya Adamu alitolewa kupitia ubavu. Wanaweza sifa sana. Kwa hiyo nikisema Hawa alisikia kwa sababu wakati huo walikuwa ni 2 in 1. Wanaweza sifa sana. Akawa haelewi tena kwamba kile ndicho kisikia kwa Mungu kwamba kina uhakika ndani yake. Na hiyo ndio hali ambayo watu wengi wameokoka wanayo. Mtu anakosa uhakika hata wa neno la Mungu. Uhakika wa neno la Mungu mtu anaukosaje? Anaukosa kwa sababu inapofika mahali huliamini neno, umekosa uhakika kwenye neno. Unashindwaje kuliamini neno? Ama tukisema kutokuliamini maana yake ni nini? Ni pale mahali mtu umeshindwa kulitendea kazi. Ni vitu very simple. Uliposhindwa kutendea kazi neno, hapo ndio uliharibika katika kile alichosikia. Na kwa sababu ya kosa ule uhakika, alikuwa njia panda. Kwa hiyo shetani alimtoa pale mahali akamweka njia panda kwa kuiondoa ile mamlaka ndani yake kupitia mazungumzo. Mamlaka ikaondolewa ndani. Alisikia, kaende kamwe ile mamlaka, akawa njia panda, mwisho akafanya maamuzi mabaya.
Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu aliyeokoka akishakaa njia panda, kwa maana akikaa katikati, huku hayuko, ni rahisi sana mtu huyu kufanya maamuzi mabaya na sio maamuzi mazuri. Kwa nini nasema ni rahisi? Kwa sababu ulikuweko palipo sahihi kwanza, ukaondoka hapo ukakaa katikati. Ina maana ushahama kule. Na kilichokufanya uhame kule ni kwa sababu hukuliamini na hukumwamini yule aliyekuwa anasema, kwa maana hukuliamini neno. Sasa kama hukuliamini neno, ndipo ukaondoka. Kabla hujafika kule kuliko kubaya, unasimama katikati kwanza. Ndio unakuwa njia panda. Unaanza kuangalia, sasa niendeje? Nirudi huku. Sasa huku, hata siku moja shetani aliyekuondoa pale palipo sahihi hawezi kukuruhusu ukarudi kule. Maana kisha kuondoa pale, yeye anakuja anasimama hapa kukuzuia usirudi. Haya ndio yanayotendeka katika ulimwengu wa roho. Anasimama hapa kukuzuia usirudi. Kwa asilimia 90 ama 99.9 anabaki akikuonyesha kule ambapo ni kubaya. Anajenga nguvu ya kukuelekeza ama kuelekeza moyo wako kule kusiko sahihi. Kwa hiyo unapokuwa pale, ndio kile hawa kasikiliza, huyu kweli anikwambia eti inawezekana kweli sio kweli. Inawezekana kweli sio kweli. Inawezekana maana shahama kule. Inawezekana sio kweli na mwisho akaenda akachukua. Sasa maisha ya mtu aliyeokoka yanakuwa hivyo wakati ambapo ile mamlaka ya nafsi inakosa nguvu ama inakosa kuwa hai. Na inapofika hatua hiyo, mtu huyu anakosa kuwa na kiapo. Kwa sababu kama tulivyosoma hapa kwamba ile mamlaka ya nafsi ndio kiapo. Kiapo kwa sababu gani? Nikiwa nimesimama hapa palipo pema, nitabaki nikitumia mfano wa Hawa. Baada ya Adam na Hawa kusikia lile neno la Mungu ama agizo la Mungu, akawa amesimama pale palipo pema. Alikuwa amesimamia kiapo chake kulingana na kile alichokisikia kwa Mungu. Immediately walipoondoka pale, wakawa njia panda. Kwa kitendo cha kumruhusu shetani akazungumza. Kwamba kuna wakati sisi tunamruhusu shetani azungumze. Kwa sababu unachotakiwa wewe mtu uliokoka, ili hii mamlaka ya nafsi yako iweze kuwa kiapo kwako, unapashwa kufunga mlango wa maongezi ya shetani juu ya maisha yako. Hawa wakaufungua ule mlango, ndipo wakaingiwa na mashaka. Kwa hiyo yale mashaka tu, ile wasiwasi tu waliokuwa nao, na kule kutokuamini walikokuwa nao, kuliondoa kile kiapo. Sikilize nikwambie, sio mpaka wewe ukatende. Haya sasa ni kwenye nafsi. Nazungumza habari ya nafsi. Kwa sababu nafsi huwezi kuiona ikitenda kazi. Utendaji kazi wa nafsi utaonekana kwenye mwili ama kwenye roho. Wakati roho yako imemuishia Mungu, roho yako ina uwezo wa kuomba, roho yako ina uwezo wa kumsikia Mungu na kukubali kuishi. Yani kutiisha mwili ukakubali kuishi. Kutiisha nafsi kukosa nguvu ya kuizuia ile roho isikose nguvu hata mwili uweze kuegemea. Pale mahali mtu anakuwa amesimamia kiapo. Kiapo maana yake ni nini? Na hapa kwamba hili nitakalosema ni kweli. Na kweli nitakalosema ni kweli. Kwa hiyo mamlaka ya nafsi inafanyika kuwa kiapo cha mtu katika yale ambayo mwili ama roho yatatenda. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba nitakapo sasa, mwili wangu utakapokuwa umekuwa na nguvu kwa maana ya kuingia katika uharibifu, ile nguvu ya mamlaka ya nafsi yangu inapotea, kwa maana kiapo kile ambacho kilinisimamisha huku hata nikashindwa kufanya haya na kuwa nimekivunja. Kwa hiyo ndio maana nafanya. Haleluya. Ndio maana naishi kwake. Kwa hiyo haya ni mambo yanayotendeka katika ulimwengu wa roho na sio katika ulimwengu wa damu na nyama. Kwenye ulimwengu wa damu na nyama tunakutana na matokeo ya haya ninayosema na Biblia. Matokeo yake utayaona kwenye utendaji wako. Matokeo ya haya utayaona kwenye maneno yako. Na matokeo yake utayaona kwenye yale maamuzi unayoyafanya yanayokuingiza wewe sasa kwenye kutenda, kuishi katika hayo utakayokuwa unaishi baada
ya aidha mamlaka ya nafsi yako kuuawa, kuibiwa, kuondolewa, ama mamlaka ya nafsi yako kuwa hai na kutenda kazi na kuwa na nidhamu. Kwa hiyo haya yanafanyika katika ulimwengu wa roho na uwezi kuona. Sasa haya ukiweza kujifunza, utaweza kumgundua adui anapokuja. Kwa sababu mimi nakuondoa hapo mahali pa kawaida, nataka nikupeleke mahali ambapo wakati adui anakuja, ambapo mwanadamu ni sio rahisi kufahamu, basi eneo hili ambalo unalojifunza likuwezeshe wewe kufahamu huyu ni adui. Sikwambii kwamba hataacha kuja, atakuja. Na atakuja kutafuta kile, hana mambo yake, hana kitu kingine. Wewe kuwa na kila kitu ulichonacho, hana shida nayo. Ana kitu anatafuta kwako. Akiua hii mamlaka, na maana yale yote ambayo nimewaambia kuanzia A mpaka E hautaweza kuyatambua na utaweza kuyafanya, na matokeo yake utayumba katika maisha yako, aidha ya kuishi kama mwanadamu, ya kazi, ya ndoa, ya utumishi, ya kiroho. Yote, yani maeneo yote katika maisha yako yatayumba. Bwana Yesu asifiwe.